wahenga wanasema safari yoyote ile basi huanza kwa hatua moja, na mimi nipo katika hatua ya kwanza kabisa katika uwanja huu wa Daxing hapa Beijing kuelekea mkoa wa Yunnan, ambako kule nataka kujionea mambo mbalimbali ikiwemo utamaduni uliosheheni, lakini namna vile vile wanavyoboresha na kuendeleza zao la kahawa. Pia nasikia kwamba kuna soko kubwa kabisa katika Asia la maua kule Yunnan. Kwa hiyo vyote hivyo na hamu sana ya kutaka kujionea mimi mwenyewe kwa macho yangu. Rafiki yangu. Karibu sana. Asante. Za siku umependeza. Maua kwako. Asante sana. Yananukia vizuri. Asante. Maua mazuri sana. Ukija hapa Yunnan, usisahau kuonja kahawa ya Yunnan. Nami nina hamu sana ya kuonja kahawa ya Yunnan. Twende. Haya, twende. Nitakusaidia. Haya, asante. Twende tukanywe kahawa. Kahawa tayari. Ladha nzuri. Kili, mkoa wa Yunnan unajulikana sana kwa kahawa yake. Baadaye tutaonja. Sawa. Na mimi nina hamu sana ya kuonja kwa sababu nataka nione alafu nilinganishe kati ya kahawa ya Yunnan pamoja na kahawa ya nyumbani Tanzania. Sheshe. Unaweza kuonja kahawa. Tamu sana. Juu yake kuna mchoro. Juu yake kuna mchoro wa kopa ama tunasema moyo. Kweli ni nzuri, ni tamu sana ladha yake. Na hii ni aina gani ya kahawa? Ni aina ya Kuisha. Ni aina mpya ya Yunnan. Unaonaje ladha yake? Ladha yake ni tamu. Ladha yake kidogo kuna uchachu, lakini vile vile kuna uchungu fulani, kwa sababu tumezoea kuna kahawa za aina mbili, kuna Arabica na Robusta. Sasa nafikiri hii itakuwa aina mpya na ladha yake kidogo kama ina uchachu. Ndio, ladha yake ni chachu kidogo. Ndio. Baada ya kuonja kikombe cha kahawa cha kwanza, nilipowasili tu uwanja wa ndege wa Kunming, Yunnan, sasa nina matarajio makubwa zaidi na safari hii. Nina hamu ya kujua ni nini hasa kinachofanya Yunnan kuwa maskani maarufu ya kahawa nchini China ndani ya miaka michache tu. Xiaomin ameniambia naweza kupata majibu katika taasisi ya sekta ya kahawa ya Chuo Kikuu cha Kilimo cha Yunnan. Katika taasisi hiyo nimekutana na Bwana Li Hong, naibu mkuu wa chuo kikuu hicho, na hapa amenielezea siri ya mafanikio ya kahawa ya Yunnan. Chapa za kahawa za hapa Yunnan zinafanyaje? Yani zinachukua juhudi gani mpaka kutoka kwenye usafirishaji wa malighafi hadi sasa zimekuwa ni kwamba zinasafirisha bidhaa zenye ubora wa juu kabisa? 通过科技创新来不断地提升我们原料的品质，同时我们通过科技创新的话呢，来不断地创新丰富我们的咖啡产品，同时的话呢，我们进一步改造我们的原本的加工设备，然后的话呢，培养非常熟练的有专业能力的人才。就我们整一个咖啡产业链的话呢，从原料生豆为主，现在我们到成品，乃至现在我们到文理融合，我们整一个的话呢，产业链都得大幅度提升。Kahawa ya urafiki inayochanganya buni ya Yunnan na buni ya Arabica ya Afrika
inatoa harufu nzuri, ikiashiria ustawi wa urafiki na ushirikiano kati ya China na Afrika. Xiaomin ameniambia maduka ya kahawa ya Yunnan yamevumbua vinywaji vya kahawa vyenye ladha tofauti. Sasa ataniongoza kunipeleka kuonja ladha mpya katika mtaa wa kahawa wa Shunjin. Pili, unaonaje safari yako hapa Kunming? Safari yangu kwa ujumla imezaa matunda. Kwa sababu kabla ya kuja hapa nilikuwa na hamu ya kutaka kujua mambo mengi kuhusiana na Kunming ama kuhusiana na Yunnan kwa ujumla. Na ikija kwenye suala la kahawa, kweli imenifumbua macho, kwa sababu awali nilikuwa najua tu kahawa ile kawaida unakunywa ya moto basi. Lakini baada ya kuja hapa Yunnan, nimegundua kwamba kuna aina mbalimbali za kahawa. Kuna kahawa ya chai, kuna kahawa ndo kama hivi unaweza ukaekewa cream au maziwa, kuna kahawa ya juice, lakini pia kuna pombe ya kahawa. Na kama hii ambayo sasa hivi tunakunywa ni kahawa ambayo imewekwa maua na pia wamepulizia harufu fulani nzuri. Kwa hiyo mbali na kwamba Yunnan ni mkoa ambao unazalisha kahawa kwa wingi, lakini pia wana ubunifu wa kuifanya kahawa kunywewa kwa aina mbalimbali.